Mama, nimeshukuru kwa neno la Mungu ambalo mtumishi wa Mungu ametuelezea kutoka kule Busia. Amesema neno ambalo linajenga ya kwamba mtumishi wa Mungu akikushika mkono akuonyeshe njia, ukiheshimu yeye ndiye anajua mahali unaenda. Jehova atukuzwe. Hilo neno hata nami limenijenga, na nikaanza kutafakari vile ambavyo mpaka saa hizi najitahidi kushika baba yangu wa kiroho mkono, kwa sababu haja kufa. Niko na baba wa kiroho na niko baba mdogo wa kiroho. Yaani niko na baba wa kiroho na niko na baba mdogo wa kiroho. So nikikueleza hauwezi elewa, kwa sababu mimi nimelelewa na baba wawili wa kiroho, na kunenepa kwangu kiroho nilinenepa kwa njia hii. Ninaposema baba wawili wa kiroho, na maanisha sikuasi wale baba wangu wa kiroho. Kuna baba wa kiroho aliyekuwa sehemu ya Western upande huu, na alinisaidia, na kwa sababu sikuwa na nguvu sana za kwenda nikirudi na simu hazikuwepo, nilipoenda mjini nilitafuta baba mwingine wa kiroho, lakini huyo nikasema sijamtupa, maana nilimwacha kwa njia iliyo nzuri. Kwa hivyo simu hazikuwepo, lakini ingekuwa wakati wa simu, Mungu alikuwa anatusamea wakati huo sana, kwa sababu hatukuwa na vile tunaweza communicate naye ya kwamba baba wa kiroho naendelea hivi. Lakini wakati huu mambo yamekuwa rahisi. Wakati ndio baba anasema kwamba ni vizuri ukae na baba wa kiroho. Bwana pewe sifa. So hatungeweza kuwa tuna communicate naye, na tulikuwa tunachukua muda kama mwaka moja ndio narudi nyumbani. Lakini akasema nitajitafutia baba anayefanana na baba yangu wa kiroho, anayefanana. Jina la Yesu liinuliwe. Mnaelewa kweli? Ninatafuta baba anayefanana na yule baba yangu wa kiroho, na nikaanza kutafuta baba anayeweza kuwa anafanana kwa mahubiri, anafanana kwa mafundisho, anafanana kwa toba, anafanana kwa neno la Jehova, anafanana kwa ufafanuzi wa ndoto, anafanana na yule baba yangu wa kiroho. So sikupotea. Unajua vizuri ya kwamba unapofanyisha mtoto transfer kwa shule, unampeleka kwa shule yenye inaweza kuwa iko juu kuliko ile ya kwanza, lakini zinafanana kidogo. Nasema hii shule wanafunza vizuri, lakini kileta hapo atakuwa kidogo zaidi. Usipeleke mtoto katika shule yenye akitoka yako akienda kule ni bangi na kuanguka. So uchunge imani yako. Unapotafuta baba wa kiroho wa kukulea, lazima ukubali akushike mkono. Unajua kile ambacho nataka nikuelezee ni kutokubali. Yaani kuna baadhi ya watu hawakubalingi. Kuna watu ambao isikubali washikwa mkono na baba wa kiroho. Kuna Wakristo ambao isikubali wakashikwa mkono na baba wa kiroho. Na mimi nataka kuambia, ukiwa Mkristo ujue uko na baba wangapi? Halo? Ujue uko na baba wangapi? Kwa nini? Baba mzazi na baba wa kiroho mmeanguka. Atakayepata nampa zawadi. Lazima uwe na baba wawili. Mmesema baba mzazi na mnaacha wapi mama? Na ndio nawaambia mnaanguka. Na mimi sijasema watatu, nimesema haleluya. Hapo ndio unakuta tunaangukia mambo ya kiroho. Nimesema lazima uwe na pastor na baba wa kiroho. Na ujue kwamba unaye baba wa kiroho na una baba mdogo wa kiroho ambaye ni mchungaji anayekulinda, kwa sababu yule mchungaji ana baba wa kiroho. So ujue kwamba una mchungaji na mchungaji anajua anaye baba wa kiroho. Kwa hivyo wewe uko safe because una bishop na una pastor. Hallelujah.
Tukija katika habari ya mwili ndio tunasema tuna mama na baba. Mbona vile mnachanganya neno la Mungu? Sema amen. Tukija katika habari ya mwili tutasema tunaye baba na mama. Tukija kwa mambo ya kiroho tunasema tunaye baba wa kiroho wangapi? Wawili. Tuna baba wa kiroho na kuna baba mdogo wa kiroho. Haleluya. So hilo jambo limefanya Wakristo wakakosa mwelekeo, kutojua. Jehova atukuzwe. Nikuulize swali na pia utajibu ya kiroho sasa. Tukuje katika habari ya kimwili tuunganisha na kiroho. Katika boma lenu, hata muwe tajiri, hata mjenge nyumba kama hii kwenu nyumbani, nyanya yako anakuanga baada kwa ile nyumba ya mabati ya kitambo ama? Lakini utapata watoto wa ile nyumba kama hii kubwa wanaenda kulala wapi? Kwa nyanya. Wanampenda. Kwa nini? Huko ndio kuna baraka. Jehova atukuzwe. Narudia tena, huko ndio kuna nini? Hata nyinyi mkitoka hapa, hata ukienda kwenu unafikirianga kwa nyanya na kuka. Unakuta kwamba unasema mpaka niende kuona nyanya yangu. Hata kama ukimkuta kwenu mnapigana gasi, yeye anatumia kuni, unajiputa kule unapuli. Namwambia nyanya na hii moshi, unapuliza nyanya na hii moshi. Jehova tukuzwe. Ukweli uongo? Kwa sababu natafuta nini? Baraka kutoka kwa nyanya. Kwa hivyo lazima ukubali ya kwamba Wakristo ubarikiwa kutoka kwa kiwango cha juu. Hakuna vitu unaweza hepa. Angalia watu waliobarikiwa wanaheshimu baba yao wa kiroho hata kama hana kitu. Maana yeye ndiye ameshikilia hiyo anga. Akilani halani wewe, analani wa Kristo. That's unakuta kwamba Wakristo wanakauka kwa sababu ya baba mdogo wa kiroho kutoheshimu baba mkubwa wa kiroho. Laana inarukanga inashika watoto. Sasa watoto ni washirika. Kama mwezi heshimu ofisi kuu katika imani, ukute ya kwamba kanisa lako ni mifupa, upendo ukatae. Jehova tukuzwe. Ushaiona kwenu nyumbani mnakula mkisaza, mnakula na nyanya analala chini mpaka anajivurutia chini, matokeo yanakuanga kwa wajukuu. Wanaharibika mpaka wanasema jirani aliwaroga. Si jirani, kile walichotendea baba yao ama nyanya yao. Tena mambo ya kiroho yako hivyo. Sasa ya kiroho ndio mabaya kuliko ya mama na baba. Sababu ya kiroho unadili na Mungu mwenyewe, na ile ya mama na baba, ile ya laana unadili na shetani mwenyewe. Jehova tukuzwe. Kuna mambo yanayoenda kishetani na kuna mambo yanaenda kiroho. Kwa hivyo usipoangalia baba wa kiroho, hata mimi Nairobi naheshimu bishop sana. Unajua nikimwona akiingia kanisani wanasimama. Jehova tukuzwe. Mpaka watu ushindwa kwa nini? Akipiga magoti akiomba, mimi napiga magoti. Asiniache nimesimama. Inaitwa kuheshimu jina kubwa, maana yeye ako karibu sana katika anga. So kwa hivyo tunapoenda wawili lazima tuheshimiane wote katika anga ya kiroho. Sema amen. Akipiga magoti mimi napiga magoti. Akisimama nasimama. Akicheka ninacheka. Sema amen. Ya kwa nini? Ni sehemu moja ya kulinda uaminifu na kuziba mipaka ambayo Lucifer anaweza ingilia. Kwa maana akipiga magoti nikosa kupiga magoti na tafuta kumdharau. Yani amuelewi njia za Lucifer. Kutafuta hiki power giza ambavyo Mungu anavyonitumia ni gharama. Ni gharama. Wanajikaza, alafu anaenda anashtuka, anasema unajua niko kwa ibada. Anasema wache nijipange vizuri. Na sasa Mungu amewaletea jua, sasa ndio mtalala kulala. Jehova tukuzwe. Yesu ainuliwe. Narudia tena, Yesu ainuliwe. Narudia mara nyingine, Yesu ainuliwe.
Hiyo ni gharama. Nimesikia mtumishi wa Mungu akinena, mmesikia maandiko kweli? Amesema neno lingine, itakuwa faida gani atoke Busia akuje hapa Msese Chwele akose chenye amekuja? Afadhali angeokoka. Itanifaidi nini nitoke Nairobi nikuje Msese, mtu mmoja akose kuokoka? Kwanza furaha yangu niliwapimia kwa kesha. Jehova tukuzwe. Haleluya. Kwa wingi mlikuja, lakini mkakosa kuaccess ile anga ya neema kubwa ya Jehova. Haleluya. Neno la Mungu likasema, na wapenda wale wafanyao nini? Mlikuwa hapo kweli? Na wapenda na wale wanipendao wataniona. So inamaanisha na wasiompenda hawatamuona. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanipendao wataniona wakinitafuta kwa bidii. Sasa nataka tuelewe, kwenda kanisa unaweza enda, lakini kama huwezi mtafuta kwa bidii bado hutamuona. Yani alijua kila mtu anaweza enda kanisa, na akasema nitaficha sasa kwa bidii wanione. Ni kama mtoto wako unajua anaingianga kwa boma ni lako kila wakati. Hata mtu akiona akiingia anajua hizi iba kwako, na akiiba anaiba vitu vyako. Alafu na unachukua kifuli unafunga na unaficha mahali. Alafu anakupigia simu anakuuliza, mama niko kwa boma. Unamwambia angalia pale juu kuna kifunguo. Juu wapi? Juu ya nyumba. Unajua atapanda juu ya mabati, ataangalia, atafagia, ataangalia, atazungukia tu kwa nyumba, maana anajua hapo ndio kuna nini. Haleluya. Atajua hapo ndio kuna ufunguo. Ukimwambia niliweka kwa majani chai, ataenda majani chai, azunguke kwa majani chai. Ukimwambia kifunguo nimerusha iko kwa mawe ziko mahali fulani, mtoto ataenda tu kanyaga hapo akitafuta mahali umemtuma. Na wakati wewe utakuja utamwambia si ndio hii? Haleluya. Atakwambia na nimetafuta na ni hapa tu. Haleluya. Kwa hivyo wakati ametafuta na ameipata, atasema nimetafuta, hata kulaumu, maana ulimwambia mahali ufunguo, lakini alipotafuta hakuwa na bidii sana. Wengine anatafuta tu mara moja, anaanza kusema wacha nitaona. Nakwambia wakati yeye atakuja, atakapo kuonyesha, utasema kumbe ilikuwa tu mali nimekanyaga. That's why muna ushuhuda na mna siri. Kile mnachotafuta ufunguo wake uko katika nyumba ya Jehova. Kwa hivyo mnatafutia hapa, na nabii ndiye amesimama kuambia ndio hii sasa. Haleluya. Kwa hivyo amjenda kutafuta kwa vilabu, maana ingekuwa kwa vilabu mungeenda. Hamjaenda kutafuta hospitalini, maana ingekuwa hospitalini mungeenda. Kwa sababu kati yetu tuna wagonjwa, lakini wanajua ufunguo hauwezi patikana hospitalini, bali Mungu amewaambia utapatikana hapa. Kwa hivyo umekuja mahali hapa kwa sababu ili upate ufunguo wako. Sema amen. Na utakapopata, haleluya, utainuliwa. Jina la Yesu liinuliwe. Jina la Yesu liinuliwe. Narudia mara ya mwisho, jina la Yesu liinuliwe. Kwa hivyo neno hilo limenijenga na likujenge, ya kwamba hauko mahali ambapo umepotea. Uko mahali pazuri ambapo panaongozwa na mchungaji anaitwa Samson, Jehova atukuzwe, ambaye analinda madhabahu haya, na ambapo ako hapa kwa sababu yako. Na imani, ninayo imani moja
ya kwamba lazima utapata ufunguo. Kitu ambacho mimi na Biasheri nimekuja kukupa ni kitu kimoja. Nimekuja kukutafutia ufunguo, si nyota. Nyota mnazo. Haleluya. Nyota mnazo. Usidanganywe watafuta nyota. Nyota ziko mbinguni. Kwanza jana niliangalia mbinguni, nikaona huku mko na bahati. Nyota ni nyingi. Nyota zenu zipo. Kizaliwa nyota yako inakuanga, na hakuna mtu anaweza iba nyota. Usidanganywe, but ufunguo unaweza nyang'anywa. Chenye mnanyang'anyangwa si nyota, ufunguo. Hii dunia kama una ufunguo, hauta access kwa vitu vyako. Yesu alimwambiaje Petro? Unanipenda? Akamwambia ndio, ninakupenda. Akamwambia tunza kondoo wangu. Tuko hapa. Akageuka akamwangalia, akaona atatunza kwa udhaifu. Akarudi akamuuliza Petro, kweli unanipenda? Jehova tukuzwe. Akamwambia ndio, hata unajua. Sikiza majibu mara mbili tofauti. Akamwambia Petro, chunga wanakondoo wangu. Akamwangalia mara ya tatu. Akamuuliza kweli Petro unanipenda? Petro akamwangalia akamwambia, Baba, hata we mwenyewe wajua nakupenda. Akamwambia Petro, watu wameongeaje huku nje? Petro akasema, wengine wanasema wewe ni ibilisi, wewe ni Lucifer. Petro anaambia Yesu na wako na yeye, lakini alikumuuma Yesu. Akamwambia na wewe unasemaje? Haleluya. Petro akamwambia, mimi nakujua wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Jehova tukuzwe. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Petro, haleluya, Petro, kwako nitalijenga kanisa langu. Yesu alimwambia atajenga kanisa juu yake. Kuanzia leo wewe ni mwamba na ninazo ufunguo. Petro, nitakupa ufunguo. Kile utakachofunga hapa nitakusaidia mbele za Baba yangu, na kile utafungua hapa nitakusaidia mbele za Baba yangu. Tafuteni ufunguo, si nyota. Wewe unaweza pata wapi nyota? Afadhali ufunguo utatoa kwa duka. Utapanda mbinguni. Haleluya. Tafuta ufunguo. Na kwa sababu ufunguo unaweza tengenezewa na mwanadamu. Ufunguo yako ikipotea, hata kama ukiwa na nyingine, unaenda unatoa nini? Copy, duplicate. Wanakutolea inafanana. Na itafungua kifuli moja. Hata utoe 10,000 vinavyofanana vitafungua. Na naye aliye na uwezo wa kutoa ile duplicate ni mwanadamu. Lakini nyota huwezi. Hata Baba mbinguni hawezi. Haleluya. Jili ulipozaliwa ilikuwepo. Nyota yako inakumulikia, ikichukua neema yako inarekodi chenye unatenda. Na zinaheshimu Mungu kuliko wanadamu. Nyota haiwezi onekana wakati Mungu ameshukisha jicho lake. Jua likichomoza zinajificha, zinaambia Mungu tumekupa utukufu wako. Mungu mwenyewe anaangalia dunia na hiyo jicho. Jehova tukuzwe. Wakati inaenda kwingine zinarudi zinakuangazia, lakini zinaheshimu Mungu. Nimewaambia kanisani kuna baba wa kiroho na kuna baba mdogo wa kiroho. Tuko hapa. Narudia, tuko hapa. Kama unanipata piga Yesu makofi mazuri.
Haleluya. Narudia haleluya. Narudia haleluya. I wish ningekuwa hapa na Pastor Absalom Kevoga. Ningekuwa na wale watu walionilea kiroho. Mwaka karibu wa 2011 nikiwa na crusade Hamisi, nilingangana na speaker moja kuleta crusade kwa uwanja mkubwa stadium. Nikasema lazima nipime imani. Nikaja kufika kule, nimengangana kutoka Nairobi. Tuko watu, nimebeba watu, nikatafuta mbinu ya kubeba, yani unaenda kunisaidia. Tukapanda Climax, hivi ilikuwa gari gani, tukakuja Hamisi. Na nina speaker moja, na ni speaker moja. Yani naenda kupima imani. Jameni, ni vigumu. Haleluya. Nilisoma maandiko yanayosema jaribu imani yako uone kama inatosha. Haleluya. Kufika kwa uwanja ikachomeka. Yani kusema tu amen, kakaenda. Ni siku ya kwanza. Nikaambia mtu hapo Hamisi, nani anaweza kuwa hapa anatengeneza? Wakaniambia kuna ndugu anatengeneza pale radio zile Sony tule tu kitambo. Nikamwambia jameni, pelekeni haraka bado kama ninaimba. Yehova atukuzwe. Wakapeleka yule jamaa, naye ni nani? Anaitisha pesa na anaweka carton. Amerarua carton, anaweka ndani ati ni coil. Kutoka huko iliwaka moto. Na mimi najikaza. Holy speaker ndio hiyo imechomeka. Sina mtu, na Nairobi ni mbali, na ndio vitu ninategemea. Nilingangana bila mambo, nikihubiria watu ambao wananicheka. Wakasema ni kama niliruka kichwa. Lakini wenye tuko nao wakajua nabii hajaruka kichwa, anajaribu. Kuna vitu mtu anaweza ona uwe ni wazimu umeharibika, lakini ulionao wanasema tunakujua wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Yes, Petro alimjua Yesu, lakini mataifa hawakujua Yesu. That's why walisema wewe ni shetani. Lakini Petro akasema mimi ninasema wewe ni mwana wa Mungu. Ni vizuri kujua mchungaji wako. Watu wa mataifa hawawezi jua mchungaji kuliko wewe. Watamuongea vibaya, lakini wewe muongee mazuri. Watamtukanana, lakini wewe muongee mazuri. Ingawa utasikia, ingawa yatakuja mazito, lakini wewe endelea kuongea mazuri. Mimi ninajua wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akamwambia Petro, kwa sababu umenijua, kwako, sema amen, nitalijenga kanisa langu. Hakuna milango za mauti, hakuna milango za magonjwa zitakazo kuwa juu ya lile kanisa lako. Kwanza leo ninasema kwa jina la Yesu Kristo, ninasema tutambue watumishi wetu, tukajua kwamba wamechaguliwa. Na hata kama wanapitia mateso, sisi hatuyajui. Chenye tunajua wanajaribu. Haleluya. Chenye tunajua wanajaribu. Wakisema mchungaji fulani ni mkora mwizi, waambie wanajaribu. Chenye unajua wanajaribu. Wakikwambia ni wavuta bangi, waambie ndio, lakini wanajaribu. Wakikwambia mchungaji fulani ni mbaya, mwambie ndio, lakini anajaribu. Maana hata yeye hawezi hiyo njia. Jina la Yesu. Haleluya. 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 Jina la Yesu ni haleluya. Amini msalaba, amini haleluya. Haleluya.
Ngoja niwaambie hivi. Unaona yule dada huyu? Njoo dada. Huyu dada yetu ndio pasa wetu wa Lung'anyiro. Mpigie makofi, amefika. Sasa ako Lung'anyiro. Simama hapa dada Mwisraeli hapa. Jehova tukuzwe. Kuna watu wa Lung'anyiro, songea hivi kidogo hapa tu. Asante. Kuna watu wa Lung'anyiro, wakati alikuwa akitoka Nairobi, Jehova tukuzwe, wakati ametoka Nairobi, haleluya, nataka unipate vizuri sana. Wamemwona akiwa ako sawa zaidi. Haleluya. Wamemwona akiwa, jameni, situ sound na Yesu. Wamemwona akiwa sawa zaidi, lakini hawajui kilichokuwa nyuma yake. Haleluya. Wakati hapo nimemleta Lung'anyiro afanye, haleluya, afanye huduma, ndio watu wa Lung'anyiro nao wanaona huyu anatoshea mawe. Mnanipata kweli? Sema amen. Sijui kama mtanielewa, sijui kama mtanipata chenye naongea about. Jehova tukuzwe. Yani si kwa gharama za watu wa Lung'anyiro, si kwa gharama yoyote. Wakati ambacho chenye Mungu alimfanyia ndiye akuja kuwe pasta, vile aliitwa si vile wewe uliitwa. Wakati amekuja Lung'anyiro, yeye ndiye anasimamia huduma ya Lung'anyiro. Ndio wakaji wa Lung'anyiro wakasema tumepata mahali pa kurusha mawe. Sisemi anarusha mawe, natoa mfano. Mimi nafundisha. Jehova tukuzwe. Ndipo wakaanza kumrusha mawe. Lakini ukiniuliza mimi, hata kama anarushwa mawe, mimi nitakwambia neno moja, namjua. Nitakwambia tu namjua. Ambia yule dada, yule utamwambia nimemwona tangu juzi hapo atafuta nafasi ya kuja nione. Mtu mzuri atamwambia kama atakuwa na moyo. Kuna mambo nataka kumweleza. Jehova tukuzwe. Sasa chenye huyu dada alipitia si chenye kinaweza toshana na maneno ya mawe. Maneno ya mawe hayawezi muua. Kilichokuwa karibu na kumuua ni alikuwa Mama Lucy Hospital. Alitolewa Mama Lucy Hospital Sunday, akaletwa kanisani na gari, akitolewa Mama Lucy Hospital. Alipofika kwa madhabahu, hapo ndipo wachungaji waliona atakufia. Wachungaji walimtoroka. Nikauliza Mungu, kwa nini uyatende haya kwa haya madhabahu? Mponye akutumikie. Na Mungu akamponyea hapo. Haleluya. Na akasema sitatoka Edeni. Nikamwambia nakupeleka mahali usipojua. Na nikampeleka Lung'anyiro, si kwetu nyumbani. Na nikamwambia utalinda watu wa Lung'anyiro. Yeye ni pasta Lung'anyiro. Jehova tukuzwe. Haleluya. Dada enda uketi. Nikamwambia kaa Edeni nione ile utakufa sasa. Sasa hivi pigangi mawe. Haleluya. Hata anaweza anguka pale, wasimame waseme nani mtoe kwa barabara. Mtoe. Maana ulimwengu ushamteka nyara. Lakini ninyi mliotoroka ulimwengu mtapigwa mawe mrudi ulimwenguni.
Msiogope mawe, kumbukeni mahali Yesu aliwatoa. Msiogope mambo za watu, kumbukeni mahali Yesu aliwaokota. Hakuna mtu angekuokota, watu wangekutoroka. Unajua wakati ule, wakati wachungaji waliacha udada, nikaanza kuangalia mtu aliyekuwa anatoka Jerusalem akienda kule kutafuta kazi, akakosa. Akiwa njiani akaangukiwa na wanyang'anyi wakora, wakampiga, wakamuumiza, lakini hawakumuua, wakamjeruhi. Mlawi akaja akamuona, akapita kando. Kuhani akaja akamuona, akapita kando. Lakini Msamaria mwema akaja na punda, akatoa juu ya punda, akampanguza majeraha, akamfunga majeraha, akamweka juu ya punda, akamrudisha Jerusalem. Haleluya! Yani kuna hoteli ilikuwa nzuri sana Jerusalem, na alipoenda watu walimkataa, hawezi ingia hata kanyaga. Alikula kwa mapipa, lakini Mungu akimuona. Alikula kwa mapipa, lakini Mungu anamuona. Watu wanamkataa, lakini Mungu anamuona. Wakati alikuwa give up, amepoteza tumaini, anarudi kwa mguu, ndio alishambuliwa bila kitu. Hana pesa, lakini alijeruhiwa. Hana nguo nzuri, lakini aliraruriwa. Hana chochote, hata chochote. Viatu vimekatika, lakini alitafutwa. Kwa hivyo nikiangalia, ninapata wakati watu wanakupiga vita ukiwa Mkristo na wewe ni maskini, hawapigi umaskini vita, wanapiga kilicho ndani mwako vita. Haleluya! Kilicho ndani mwako ni cha maana sana. Jehova tukuzwe. Kwa maana huyu mtu alipigwa, hana kitu. Alijeruhiwa, hana kitu. Aliraruliwa nguo zenye amekaa nazo miezi zote. Kitu gani wanatafuta ndani mwake na wanajua hana? Angalikuwa na kitu, angekuwa amepanda gari, lakini ako barabara. Haleluya! Ako kwa barabara. Haleluya! Ni kama ukiwa police officer usiku ukutane na wazimu. Yule wazimu mwenye ameruka kichwa, amebeba matakataka. Unajua polisi wanamulika hivyo, wanasema huyu ni wazimu, wanapita. Sema amen. Haleluya! Maana hawawezi msongea. Wanajua yeye ni wazimu, hana kitu chenye wanaweza chukua ama awape. Lakini huyu, hawa watu ni ma-experts. Wanajua unaweza kuwa uko katika mwili maskini, lakini kiroho uko juu sana. Jehova tukuzwe. Hawatawahi roga mtu aliye tajiri, wanatafuta wewe uliye maskini, kwa maana mwendo wako wa mateso unakupeleka mahali panafaa. Kwa hivyo wanakuja njiani, wanakutega. Ukienda kanisa wanakurushia mawe. Na kuambia, ungekuwa mlevi hawangerusha. Ungekuwa wendi kanisa hawangerusha. Ungekuwa naenda kwa mambo za dunia hawangerusha. Wanakurushia urudi nyuma. Mawe ya Wakristo hayafanani na mawe ya ulimwengu. Mawe ya Wakristo ni maneno mazito. Ukisimama kanisani, watasema wewe ni kahaba. Ukiimba kanisani, wanasema unajipendekeza. Ukipanguza kanisa, wanasema unaroga kanisa. Ukifanya